Barakoa Boniface Kariuki ambaye alipigwa risasi na afisa wa polisi Jumanne Juni tarehe 17 mwezi huu wakati wa maandamano ameripotiwa kufa ubongo. Kulingana na familia ya Kariuki, wataalam wa matibabu waliwafahamisha kuwa ubongo wake haufanyi kazi tena. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo ni kwamba kifo cha ubongo ni swala ambalo haliwezi kutatuliwa kwa urahisi. Hali hii ikiathiri hisia za maisha ya mgonjwa. Familia ya Boniface Kariuki, mfanyabiashara mwenye umri wa miaka 22 ambaye alipigwa risasi kichwani na polisi wakati wa maandamano ya kupinga kifo cha mwanablogu Albert Ojwang, hii leo mchana imethibitisha kwamba ubongo wake umekufa na kusita kufanya kazi. Kariuki alipata majeraha mabaya mnamo Juni 17 alipokuwa kwenye biashara yake ya kuuza barakoa wakati wa maandamano ya ghasia jijini Nairobi. Waandamanaji wakitaka haki itendeke kwa Ojwang, mwalimu na mwanaharakati ambaye kifo chake kilizua hisia mseto kote nchini. Msemaji wa familia amewaambia waandishi wa habari kuwa familia ilijuzwa kupitia simu ya rununu usiku wa manane kuwa mwanao alikuwa amekufa ubongo. Boniface Mwangi Kariuki is confirmed to be brain dead. So that's where and how far we are. The hospital bill now is quite higher. We are at 3 point something now. Tumeambiwa brain yake haifanyi kazi. Sasa tukujua kuanzia hapo sasa ni gani. Tujaambiwa ameondoka, lakini tumeambiwa brain yake haifanyi kazi, lakini roho inapiga. Licha ya wataalamu wa matibabu kuiambia familia kuwa hakuna nafasi yoyote ya kupona, Kariuki bado yuko kwenye mashine ya usaidizi wa maisha na viungo vyake bado vinafanya kazi kwa njia ya kipekee. When somebody has been confirmed brain dead, we know what it means. So the brainstem of Boniface Mwangi Kariuki is not working any longer. Isitoshe, wauguzi waligundua kwamba vipande vya risasi bado vimekwama kwenye ubongo wake na kufanya uingiliaji wowote wa upasuaji uwe mgumu zaidi. Kifo cha ubongo ni upotevu usioweza kutatuliwa na huathiri hisia ambazo zinapitishwa kutoka kwa ubongo. Mtu aliyekufa ubongo haitikii na hawezi kupumua mwenyewe. Hapa nchini Kenya, sheria na wataalamu wa matibabu wanatambua kifo cha ubongo kama kifo dhahiri. The rest of the organs are still working, but the brain is fully dead. It's completely dead. So the brainstem, when we say the brainstem, it's the brain itself. Sasa tukikwambia umekufa akili huko kweli? Tumeacha daktari atuambie sasa ya kwamba ameisha. Kwa sasa uchunguzi unaendelea huku maafisa wawili wa polisi waliohusishwa na ufyatuliaji wa risasi wakiwekwa chini ya ulinzi na kufunguliwa mashtaka. Mike Kagongo, TV47, Nairobi.